ni kidonda kiponi. Babu. Babu. Umeweza kumrudisha? Huyu mdogo wangu. Na ni mgeni hapa mtaani, na najua amekukosea sana, ni kwa sababu mgeni hakujui kabisa wewe. Ila vijana sasa hivi wana matatizo sana sana, ila naomba umsamehe na umrudishe kwenye hali yake ya kawaida. Shira, mimi tunaheshimiana sana na walifahamu hivi. Tangu muda tuishi hapa hakuna baya lolote limekutokea. Huyu hana adabu na nidhamu pia. Alistahili kupata hicho alichokipata. Halafu wewe una kazi nyingi za kufanya, asikupotezee muda huyu. Kweli nina shughuli nyingi za kufanya, lakini siwezi kufanya chochote bila yeye kuwa sawa. Huyu anastahili kuwa hivi. Ili upaswe kumwambia msamaha. Lakini amejifunza na ametambua kosa lake. Kwa hiyo ukimrudisha kwenye hali yake ya kawaida, hatarudia tena tatizo. Naomba msamehe ndugu wangu. Sawa, ni mdogo wako. Lakini sina hakika kama kweli mdogo wako, kwa sababu wewe tabia yako ni tofauti. Kwani baba huyu mtoto ni nani? Baba yule mtoto ni nani? Dawa hii unatakiwa upake sehemu zako za siri ndani ya mwezi mmoja, na asijue mtu yoyote. Baada ya kufanikiwa, na wewe utalipa. Hawezi kujibu chochote, bado haiko sawa. Baba wa mtoto ni mimi. Vipi, nini kinaendelea mtaalamu? Kwa kweli jambo hili lina ugumu, ila nampenda mnipe muda kidogo, nitakupeni majibu. Una habari yetu Babu. Ishara ya chozi ni maumivu ya moyoni, imekubuka ngozi, ni kidonda kiponi. Moyo wangu ni mdogo sana, unapitia mengi makubwa bwana. Shira, na kuelewa unazungumza, lakini unataka sisi kufanya na kuelewa nini unataka, lakini siwezi kufanya. Mwache ajifundishe huyu, sio? Anaelewa vizuri. Wewe tumeishi muda mrefu sana
Nidhamu zako, heshima zako mimi nazijua. Watu kama hawa watakuwa jifunze adabu kwa wazee. Sasa nisikilize. Kafanya shughuli zako. Wewe mwache tena kutoka. Ishara ya chozi ni maumivu ya moyoni, imekubuka ngozi ni kidonda kiponi. Moyo wangu ni mdogo sana, unapitia mengi makubwa Bwana. Licha ya kukupenda sana, umenilipa maumivu. Kama kukupenda, nilikupenda sana. Kwa ajili yako nilipambana, mazuri yote Babu! 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 Kuna nini? Babu! Una bali. Kuna shida gani babu? Shida ile kwepo ni kubwa. Tena kubwa. Kwa utakufanya na kuombeni unipe muda. Nitakuja tena nitakuja tena kwa mara ya pili na ule kushughulikia. Ila naomba kitu kimoja. Sasa mkae mnielewe. Kile chuma cha maiti hataki kuingia mtu yoyote. Manielewa? Mpaka mimi nitakaporudi hatakiwi kuingia mtu yoyote. Wala maiti kutolewa nje na mtu yoyote. Mimi naondoka, lakini hamna mtu kumtoa maiti wala mtu kufanya chochote. Kuna chumba cha maiti. Bona bali yetu. Bona bali. Ishara ya chozi ni maumivu ya moyoni, imekubuka ngozi ni kidonda. Unaenda wapi sasa na wewe? Ni moyo wangu ni mdogo. Wewe tena. Nikishakuona tu najua kuna jambo. Makubwa huko mtaani. Kuna nini? Shoga Kolei. Kafanyaje? Nasikia yeye malaya. Unapita na mabwana za watu, wana za watu, nasikia na leo anasema bwana wake umepita naye. Sio ya kweli ndio maana nikaona ngoja niende kwanza kwa shoga yangu, ndugu yangu, mwanza kuna mimi. Wewe nikatoa taarifa ya kweli. Leo huyu? Huyo. Leo ndugu wangu? Huyo shoga yako. Ndio anaangalia mimi maneno? Ai, lazima mtaa mzima umepita. Mimi mtaa mzima anaangalia mimi. Sio ya kweli ndio maana nimekuja kukuambia ndugu yangu kama haya ya kweli acha. Kama ya kweli. Umemaliza. Yaani umemaliza. Si umenielewa? Pele limemkuta mkunaji. Ndio shamaliza hivyo. Mimi sipo lakini. Mimi sipo. Nakwambia mimi sipo. Ushamaliza. Sipo. Yaani ushamaliza. Asante kwa yaani asante kwa kuleta ujumbe. Hadija sipo. Usinigije ngala moyo mimi. Sipo.
Ndio hilo tu. Eti mtembea na mume wake. Kwa mume gani alionaye? Kumbuka ni mshigangu mwana kweli. Alafu nitolee uchuro mimi hapa. Hivi mimi unavyoniangalia mimi ndio kwa malaya. Mimi ndio kuchukua mabwana za watu. Nimesema tu jamani. Hapana nipishake na wewe bana. Taratibu lakini sije kusema kule. Taratibu. Endelea uchuro bana mimi. Yaani huyo lei sasa ndo atakuja kuniambia huyo mume wake alichokuta wapi, huo malaya anapigaga wapi. Mbora nife kuliko kuteseka nikiwa hai. Mbora nife mimi. Mbora nife kuliko kuteseka. Kwa mzee, najua wewe ndio chanzo cha matatizo yote ya mwanangu. Sasa naomba kurudisha mwanangu katika hali yake ya kawaida, la sivyo nitakuonyesha. Kwa kijana. Rudi hapa. Je, unaongea maneno kujisifu mwenye kwangu afu unaondoka? Unaondokaje na tujamalizana? Una kitu gani cha kunielezea? Nisikilize wewe. Nisikilize vizuri sana. Huna mamlaka ya kutamba katika eneo langu hili. Sio katika uwanja wako tu. Popote panda pa ukuta. Ili halijaishi. Wewe kijana mtu mdogo sana. Huna cha kunifanya mimi. Nataka kufanya? Ndio. Unifanya nini? Sina cha kufanya.